kwa upande wa matajiri wa jiji la Dar es Salaam. Jana tulikuwa tunakamjadala hapa kuhusiana na mechi zile ambazo zilichezwa weekend, tukawagusa pia Azam ambao walicheza mechi na Namungo, mechi ambayo Popat alitutumia na ujumbe na malalamiko kuhusiana na kile ambacho kilitokea kuhusu waamuzi, na akasema tayari wamekwisha kuandika barua kuelekea bodi ya ligi kwa malalamiko ambayo tayari wamekwisha kuyatoa. Ili kapelekea pia kubisha hodi bodi ya ligi. Tufahamu kwa upande wao wamekwisha kupata barua ya matajiri hawa wa jiji, wamekwisha kuanza kuifanyia kazi au hali iko namna gani? Karim Boimanda yuko hapa. Mezani kwa bodi ya ligi kuu Tanzania, siku zote masaa yote tunapokea barua kutoka kwa klabu zetu, na kwa bahati mbaya lazima sana tuwe tunaeleza kwa vyombo vya habari kila klabu zetu tunapofanya mawasiliano na sisi. Kwa hiyo kwa muda huu ukiniuliza barua kutoka Azam FC, zipo, sio tu Azam FC, tuna barua kutoka kwa klabu zingine, tuna barua kutoka kwa Namungo, tuna barua kutoka kwa Stand United, tuna barua kutoka Singida na kadhalika. Kwa hiyo inapokuwa ile barua inalazimisha taarifa zake ziende kwa public, basi nyie ndio wakali wetu, tunapata mawasiliano na nyie wanahabari na vyombo vya habari, na tusaidia kufikisha hiyo taarifa kwa public. Lakini kama mawasiliano hayo hayazimiki kutoka public, basi tunabaki nayo na tunaendelea kubaki kimya. Ndio sababu nilitamani kujua kama je, ni Azam FC wenyewe wamesema wameandikia barua bodi, au kwa sababu na kujua wewe ni mkai wa kutafuta, basi inawezekana kwenye vyanzo vyako huko umepata hizo taarifa. Ndio labda ningekupa jibu sasa ambalo inawezekana linaendana sana na uhitaji wako. Kwa mujibu wa vyanzo vyangu ni kwamba Azam wameandika barua ya kulalamika kuhusiana na waamuzi ambao walichezesha katika mchezo wa jana. Chanzo changu kinaniambia hivyo. Nimepiga simu bodi ya ligi nipate uthibitisho. Ni kweli ama si kweli? Basi jibu langu nimeshalitoa kwamba nikisema nikizungumzia barua ya klabu ama mdau wetu yoyote, maana yake taarifa ya barua hiyo imelazimika kwenda public. Lakini kama inalazimika kwenda public, siwezi kuizungumzia, siwezi kukiri nimepokea, siwezi kukiri hakijapokea. Kwa hiyo ibakie kuwa hivyo kwamba kama kuna barua imekuja kutoka Azam FC, basi taarifa za barua hiyo haziko katika status ya kuwa shared kwa public. Ndio sababu unaona tumekaa kimya, na mimi nimeshuhudia kwanza ni barua kuhusiana na malalamiko, barua kuhusiana na pongezi ama kitu kingine chochote. Huyo ni Karim Boimanda, msemaji wa bodi ya ligi, akisema bado hana taarifa za barua hiyo kutoka Azam FC. Na yaani hajakataa wala hajakubali. Wewe bwana amekataa. Kitaalamu hapo amekataa, kwa maana ya kwamba hajaiona hiyo barua. Sasa wewe kama unataka kuiweka katikati hapo, mimi sioni sababu ya kuweka. Labda kama tukasema inawezekana ina status ya kwenda public. Lakini sisi taarifa tulizopewa na CEO wa Azam FC jana ni kwamba wamekwisha tuma barua ya malalamiko kuelekea bodi ya ligi. Kwa hiyo hapo ulivyosema maana yake yani CEO Azam kadanganya. Maana sio umesema hajaipata. Kwa hiyo CEO Azam kadanganya. Sisi tulichokifanya. Sasa nani kadanganya? Siwezi kusema CEO kadanganya. Sasa umesema kwa mujibu wa Boimanda hajaipata. Si ndio? Au maelezo au mimi nimesikia tofauti jamani? Hapana. Umesikia kithibitisha kwamba tumeipata? Yeye akasema lakini hajasema kwamba yani tumeipata ama tujaipata. Na akasema barua ziko nyingi. Na amesema inawezekana haiko status, haina status ya kuwa shared public. Hajasema hivyo, anasema labda haina status, yani hajaweka kwamba haina, labda kwa kama labda maana yake ndio ama no. Kwani simu imepigwa ili kuthibitisha nini? Kuthibitisha kama imefika. Barua imefika ama haijafika. Wewe umesikia jibu gani hapa? Hakuna jibu. Tuondoke na lipi, ndio au hapana? Majibu ni mawili tu, na unachagua moja. Sasa yeye hajakubali wala hajakataa. Ndio nakwambia haijafika. Haijafika malaka. Ndio na unaamini haijafika. Kwa kama wewe unasema haijafika, ndio maana mimi ngakwambia maana yake CEO katudanganya. Au labda iko njiani bado. Sasa unajua katika kudanganya hapa pande hizi mbili zote kuna mmoja, kila mmoja ana nafasi hiyo, sio upande mmoja tu. na sio kudanganya. Nafikiri tuishie hapa tuishie hapa kwenye nani, kwenye hii barua yenyewe ni aina ya barua gani? Ni aina ya barua ambayo itawekwa hadharani ama imetumwa kutoka taasisi moja kwenda taasisi nyingine? Vitu vingine si confidential, sio?
Inawezekana kwa sababu pia kwa mjadala wote kwa tunazungumza jana kuhusiana na Azam FC kwa hisia tu. Kwa kukereka ile barua imetuma. Hii barua haiwezi kuwekwa hadharani. Jambo ambalo alikupaswa kuwa hadharani. I mean inaweza ikawa kama hicho kilichosemwa kwamba imepelekwa barua nini, itaishia tu hivyo, lakini maudhui ya barua yenyewe haiwezi kuwekwa hadharani kwamba bwana Azam Football Club kwenda TPLB ya usu ile content nzima unaweza usione. Na kwa sababu ingekuwa hivyo maana yake hata Azam mwenyewe angeweza kuipost katika social media zao zote ama website kwamba bwana barua hii hapa. Kwa hiyo itakuwa kwenda taasisi moja, kutoka taasisi moja kwenda taasisi nyingine. Labda wanaweza kaja tu labda kushare tu kwamba tumejibiwa hivi na hivi na hivi. Kwa sababu mtu ukishasema kwamba tumepeleka barua, maana yake watu siku watakuja kukujibu mmejibiwa nini. Na watakuwa na haki ya kukuuliza mmejibiwa nini kwa sababu wewe tayari hadharani ulishasema unapeleka barua. Kwa kama ulikuwa unataka kuulizwa labda mmejibiwa nini, maana yake usingesema hadharani kwamba tumepeleka barua ya malalamiko. Kwa maana yake hapa waandishi wa habari wapo tu wanavuta tu siku tu. Ikipita wiki hivi wiki mbili watasema bwana ile barua vipi mmejibiwa? Au ilipokelewa na baada ya kupokelewa mmejibiwa nini? Kwa maana yake kwa mtu yote ambaye alikuwa amesema kutoka Azam tumepeleka barua, maana yake ajiandae watu watampigia simu bwana mmejibiwa nini ile barua yenu? Kwa msingi wa kupeleka barua. Wajua Azam walipeleka barua baada ya kumalizika mechi yao dhidi ya JKT. Na ile ilikuwa inaeleweka, kulikuwa kuna matukio kama mawili ambayo yalitakiwa yawe na red card kwa upande wa JKT. Moja la yule mshambuliaji wao ambaye alifungiwa mechi 5 alienda kukita mguu wa mchezaji wa Azam, lingine lile la center back ambaye alimchezea yule winga wao Morocco foul na akiwa mchezaji wa mwisho. Yalikuwa ni matukio mawili ambayo yalikuwa yanastahili red card. Lakini pia walikuwa na lalamiko la mpira wa kurushwa ambao ulienda kuzaa goli kwa JKT, walisema kwamba ulitakiwa urushwe upande wa JKT sio upande wa Azam. Kwa hiyo pale ulikuwa unaelewa kabisa kwa nini walikuwa wanalalamika. Lakini kwenye mechi dhidi ya Namungo hata mimi napata shida kujua kipi ambacho wao kimewapelekea wao kwenda kulalamika. Na ukiangalia inahusishwa sana ile penalty. Penalty yenyewe kwanza ukiangalia vipo viashiria vya ile penalty kusimama kutokana na muingiliano wa beki wa Azam na Makambo. Na penalty yenyewe haikuzaa goli. Kwa hiyo haiku-impact mchezo kwa kiasi hicho. Na bahati nimepata kuona hata red card ambazo zilitoka zilikuwa red card sahihi. Kulikuwa kuna mvutano baina ya Mgunya na Fuentes, walishikana kwa kama kulikuwa kuna vurugu baina ya wachezaji wao wawili, kwa hiyo zikatoka red card kwa pande zote mbili. Sasa sijajua Azam kipi hasa ambacho kimepelekea walipeleka barua. Yes, ndio yes, siamini kama malalamiko yatakuwa mechi dhidi ya Namungo ambayo ile mechi ya JKT walishaitolea barua na ishatolewa maamuzi. Unajua yule refa alochezesha mechi ya JKT alisimamishwa mechi 5 kipindi kile na kina Baka na kina nani walivyopewa adhabu. Kwa sasa hii barua ya pili itakuwa ni hii inahusu hii mechi ya Namungo. Sasa kuna tukio gani ambalo wao limepelekea? Na Azam kama msimu huu ameamua kuja na hii style ya kulalamika haitawasaidia. Hii style haitawasaidia. Kwa nini unafikiri? Yaani unajua hata mimi nishawahi kuwa upande wa kuwatetea sana Azam. Lakini sasa unajua kuna stage ikifika una adapt mazingira. Unajua kwamba sisi nchi yetu iko ndio hivi. Japokuwa hutaki kuikubali, hata mimi siwezi 100% nikaikubali. Sasa kwenye nchi hapo inabidi ubadilishe. So nchi, soka letu liko hivi. Bara letu sio? Soka letu liko hivi. Inawezekana bara letu ndio lipo hivi, yani tuna utamaduni wetu wa kuendesha mpira. Sasa ukishindwa kuendana na hiyo culture, sidhani kama unaweza ukatoboa. Yaani namna pekee ya kufanikiwa Afrika lazima uweze kuendana na hizo culture za Kiafrika ambazo sio nzuri, lakini ndivyo mpira wetu ulivyo. Yaani lazima ukubali kuna njia ambazo wanapita wenzako na wewe upite, lakini ukishajiweka kando na hizo njia itakuwa ngumu sana kwa mataifa mengi ya Afrika. Kwa kama hiyo njia wataitumia itabaki tu kulalamika, lakini sidhani kama kuna namna ambavyo inaweza ikawasaidia mpaka pale labda itakapofikia
tuamue kabisa, yani inawezekana labda mpaka hichi kizazi kitokomee kije kizazi kingine. Lakini kama itakuwa ni hichi sidhani kama unajua mpaka wanafanya hivyo. Nasri, inawezekana pia Azam wameona enough is enough. Lakini pia kulazimisha watu sasa inabidi wahamie katika sehemu pengine labda wako comfortable kufanya hivyo. Sawa, na kuelewa unapotokea na hiyo kauli unaoisema. Lakini ikifika stage mpaka kwamba tuanze tunaendelea kuhalalisha kwa vilabu vingine wafanye kama wengine wanavyofanya, that's no football tena. I mean, naelewa hata Momo jana alivyosema, unajua kwamba yani wenzao nini wanavyokuwa wanapokuwa wanavifanya, siji kamati ya mashindano bla bla bla. Mimi binafsi sitaki kuthibitisha huko kwa sababu sina uhakika. Nasikia tu lakini sina uhakika. Na Azam wameona inatosha kwa sasa hivi. Alafu anaona kwa nini kusiwe na fair ground to fight wote, yani tupambane kweli kweli. Tuone yani nani ambaye ndani ya uwanja anamudu mwenzake. Kwa sababu wenyewe wanaamini kwa uwekezaji wanaofanya, kama wakienda yani punch for punch, yani fair kabisa yani, basi wanaweza wakapata chochote kitu katika msimu wa ligi. Na ukiona hivi vinatokea ndo wanaanza kulalamika. Kwa binadamu yote ni natural reaction inayotokea kwa Azam kwamba kwa nini wanalalamika hivi, kwa sababu wanaona ni kama vile wanaona tukinyamaza watu labda watakuwa wanaona na sisi tunapenda hivi. Alafu kuna muda mwingine huwa inakuja zile kauli hata sijui zinatokea wapi kwamba si ajabu Azam mwenyewe anapenda ni kutoa ubingwa. Yani ni kama vile nao wanaweza kwa wanazisikia hizo afu wanasema wanasemaje nani kasema sisi atupe yani tunafurahi hivi tunapokuwa tunakosa ubingwa. Kwa nao wanavyotoka hivi ni kama vile wanamaanisha jamani tunaona mnachokifanya na tukipendi, tunataka actions. Na hiyo kinachobaki sasa ili kutochafuka iende kwenye bodi ya ligi. Na bodi ya ligi kama malalamiko wanapokea wawe serious, kwa sababu watakuwa wanakuja wanakaa hapa bodi ya ligi na wanajinasibu ligi yetu iko vipi, ina integrity ya juu sijui nini. Hapana, kama mnakuwa mnapokea malalamiko hivi ya kutosha alafu actions zake zinaonekana ni kama